Naam, na hii ni historia fupi ya Muammar Gaddafi, rais wa Libya aliyoibadilisha Libya kuwa kama Dubai. Ukitaka kuoa alitoa mahali bure, alikupa na msingi wa kwenda kuanzisha maisha yako mapya ya kwenye ndoa. Mtoto aliozaliwa alifunguliwa akaunti na kuwekewa pesa mpaka atakapofikia umri wa kuanza kutumia hizo pesa. Wamama wajawazito walipewa pesa pia. Vijana waliotaka kununua magari basi waliongezewa asilimia kubwa kutoka serikalini. Wao walitoa kidogo tu kwa ajili ya kusapoti ili waweze kukamilisha hilo swala. Lakini Wamarekani walikuja kwa ajili ya kuvuruga na kusambaratisha kabisa utawala wa Gaddafi. Baada ya kubana na kuzuia vizuizi vyote vya upatikanaji wa mafuta kwa Wamarekani, basi wakaandaa figisu ya kumfanya onekane rais ambaye hakuwa mwema. Wakamtia ubaya kwa watu wake wa Libya, wakamvika mabaya wananchi bila ya kuwaza. Wakaingia vitani, wakapigana vita ya wao kwa wao. Watu walifariki, damu zikamwagika. Mwisho wa siku Gaddafi akaja kukutwa kwenye mtaro akiwa na bunduki yake ya gold, ila hakutaka kumdhuru yoyote yule. Ile hali alikuwa na uwezo wa kupiga risasi hata watu kadhaa, lakini hakufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya mapenzi makubwa waliokuwa nayo juu ya watu wake wa Libya. Lakini sumu walizokuwa wamelishwa wananchi wake, hakuwa hata mmoja aliweza kukumbuka kwamba alitutendea hiki, alitufanyia hiki. Wote walikuwa shaamini kwamba rais ni dikteta, anaminya demokrasia. Walimuua kikatili sana Waislamu. Mpaka leo hii Libya imezidi kutawaliwa na laana ya Muammar Gaddafi. Libya imekuwa sio ile iliyokuwa chini ya Muammar Gaddafi.